Mpira umemalizika, lakini kitu ambacho nilikuwa nimekisema toka mwanzo nafikiri kimeweza kuonekana. Ni kwamba Simba Sports Club wao walikuwa wameingia kwa mentality kwamba wanakwenda kucheza na timu ndogo, timu ambayo wanaweza wakapata matokeo, na nilishatoa angalizo toka hapo mwanzo kwamba kwa aina ya mchezo waliokuwa nao Pamba Jiji wamekuwa ni watu ambao wanaweza kukaza, wanaweza kuleta changamoto kubwa, kwa sababu ukiangalia katika uwanja wao wa nyumbani wameweza kutafuta matokeo mbele ya Azam, wameweza kutafuta matokeo mbele ya Coast Union, lakini pia hata walipofika KMC pia waliweza kupata matokeo. Kwa hiyo hii imekuwa ni mwendelezo wa kile ambacho wamekuwa wakikifanya katika hususan katika uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo yote katika yote inaonyesha ni kwa namna gani kwamba ligi imeanza kuwa nzuri, ligi imeanza kuwa tamu, na hiki ndicho ambacho nilikuwa nimekisema toka hapo mwanzo kwamba mbali ya Yanga kuweza kupata matokeo yasiyokuwa yanaridhisha katika upande wake, lakini pia sio sehemu ya kuweza kushangilia tu, ni sehemu ambayo unatakiwa pia na mwenyewe pia uweze kuangalia namna gani unaweza ukatengeneza mazingira ya upande wako kuweza kupata matokeo. Kwa hiki ambacho kimeweza kupatikana katika matokeo haya, ina maana kwamba anakwenda kutengeneza urafiki wa karibu zaidi Yanga na kuendelea kubaki katika kilele cha msimamo wa ligi. Simba anakwenda kukusanya alama moja siku ya leo, anakwenda kupata jumla ya alama 28 ambayo ukiangalia hapo anakuwa yuko sawasawa na Azam, na wote yeye akiwa na faida ya mchezo mkononi, kwa maana kwamba Azam alikuwa na michezo 14. Kabla ya mchezo wa 15 Azam alikuwa na alama 28. Kwa hiyo hii inakwenda kutoa gap na kuweza kuwapa nafasi Young African kuweza kufanya vizuri. Hii ndio tafsiri halisi ya kwamba Young African ni timu ambayo haijapungua ubora kama vile watu wanavyokuwa wanaizungumzia kwamba imepungua ubora. Ni timu ambayo inaonekana kabisa kwamba inapambana na ratiba ngumu ya bodi ya ligi ambayo imewawekea Young African, ukilinganisha na watu wengine ambao wamekuwa sawa na wao lakini hawapati nafasi ya kucheza mara kwa mara kama ilivyokuwa kwa Young African. Ukitazama mechi tangu tarehe 1 mwezi Machi, Yanga ilicheza na Simba Sports Club mpaka kufikia tarehe 18 Yanga imecheza na mechi 6 mfululizo. Wakati huo kuja kuangalia kwa upande wa Simba, wao wamecheza mechi 3 pekee, ambayo ukija kuangalia na mechi hii ya leo maana yake zinakuwa ni mechi 4 katika siku 18. Kwa hiyo kama Yanga imeweza kucheza mechi 6 kwa wastani wa siku 18 na Simba imecheza mechi 4 kwa wastani wa siku 18, maana yake kwamba hapo kumekuwa hakuna usawa katikati, lakini pia kumekuwa na hali ya sintofahamu miongoni mwa watu wote wawili. Kwa hiyo yote katika yote mchezo umeshamalizika, na wakati huo Simba akiwa amekwenda kukusanya alama hizo chache, na wakati huo Young African akiendelea kusalia katika mafanikio ya kuwa kileleni na kuweza kukusanya alama zilizokuwa za kutosha kabisa. Lakini pia eneo lingine ambalo la kuweza kulitazama zaidi ni eneo la golikipa ambalo watu walikuwa wanasema Kasari amekuwa golikipa bora, Kasari wameimba nini na nini, lakini hii imekuwa ni fundisho na somo kwamba wanapomzungumzia Djigui Diarra ni golikipa wa viwango vya hali ya juu. Hiki ndicho ambacho unaweza kwenda kudhihirisha, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi, mpira ni mchezo ambao unachezwa hadharani na watu wanaweza kuona kile ambacho kinatokea, na umeweza kuona kwa Kasari ameweza kucheza hii ni mechi takriban mechi ya pili mfululizo anaruhusu nyavu zake kuweza kutikiswa. Kwa hiyo yote katika yote tuweze kumpa heshima yake Djigui Diarra, tuweze kumpa heshima yake kwa kile ambacho anakifanya katika uwanja, lakini pia ionyeshe kabisa kwamba kwa sasa hatuna golikipa bora katika ligi yetu ya Tanzania zaidi ya Djigui Diarra. Hilo ni jambo ambalo sio la kuweza kupepesa macho wala sio jambo la kuweza kuumauma maneno. Hiyo ni ukweli usiopingika kwamba kwa sasa Djigui Diarra amekuwa na kiwango bora sana, na sio sasa tu, katika misimu yake yote minne Yanga akiwa bingwa, Djigui Diarra ameonekana akiwa ni muhimili imara katika klabu ya Young African, na ukilinganisha kwa upande wa Simba Sports Club. Kitu ambacho Simba anatakiwa kifanyie kazi, inaonyesha inadhihirika dhahiri kwamba kikosi chao hakijakuwa kikosi kipana, kimekuwa ni kikosi ambacho bado kinajitafuta katika fitness ya kuweza kutengeneza mazingira ya kuweza kuwa na timu shindani. Simba hawana timu shindani, na hilo ndio limekuwa shida kubwa, imekuwa tatizo kubwa zaidi kwamba hawana timu yenye ushindani ambayo inaweza ikawapa consistency ya matokeo. Tukiangalia katika mchezo wa leo tunaiona
Pamba Jiji ilikuwa imeingia ikiwa iko tu direct, lakini pia kama nafasi zote walizozipata Pamba Jiji wangeweza kuzitumia kuziconvert kwa nafasi kwa magoli, basi inawezekana Pamba Jiji leo wangeweza kupata utajiri wa magoli ya kutosha kabisa. Hii inakwenda kutoa alarm kwa Simba kwamba bado hawana timu. Yaani kwa matokeo haya yanakwenda kudhihirisha kabisa kwamba Simba kwa sasa timu bado haijakuwa bora. Hawana timu ya kiushindani, hawana timu ya kuweza kukompiti dhidi ya Yanga, hawana timu ya kuweza kukompiti katika mbio za ubingwa. Kwa hiyo Yanga anaendelea kusalia kuwa yuko imara zaidi, anaendelea kusalia kuwa yuko bora zaidi ukilinganisha na watu wengine ambao wanaweza wakazungumza. Yote katika yote, Young African anaendelea kusalia juu ya kilele cha msimamo wa ligi akiwa amecheza michezo yake 15 katika duru ya kwanza, na kwa matokeo haya wameenda kumhakikishia Yanga kuweza kuwa juu kwa alama za kutosha zaidi, kwa sababu kwa sare ambayo kwa suluhu ambayo alikuwa ameipata dhidi ya TRA ilikuwa imemuongezea pressure, lakini kwa sare hii ambayo ameipata Simba inamhakikishia kwamba hata iweje, hata kama michezo inayofuata yote Simba akiweza kushinda, tayari Yanga anakuwa na faida ya kuwa juu kwa alama 3. Kwa hiyo hii kwake imekuwa na faida zaidi na imekuwa na ulinzi zaidi wa kuweza kuelekea katika ushindani wa hali ya mwisho. Lakini pia ukija ukiangalia katika engo nyingine, engo ya waamuzi, bado kumekuwa na sintofahamu nyingi katika maeneo ya kiuamuzi, lakini yote katika yote haya ni malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapata mara kwa mara, lakini pia imekuwa ni kasumba kwa waamuzi wetu kuweza kuonekana kwamba wakiwa na balance matukio. Tumeona matukio kadhaa siku ya leo ambayo inaonekana kabisa kwamba kama mwamuzi angeweza kusimamia sheria zote 17 za soka, inawezekana maamuzi angekuwa zaidi ya haya ambayo yameweza kutokea. Lakini tunakwenda kuona kwamba katika kubalance matukio tunaona kabisa kwamba upande wa Simba Sports Club wanakwenda kupata manufaa zaidi ukilinganisha na uhalisia ambao waliweza kuutengeneza katika mchezo wa leo. Lakini yote katika yote Simba ameweza kupoteza alama za muhimu zaidi ambazo zingeweza kumsaidia yeye kuweza kumtengenezea mazingira ya kuweza kuwa na uhakika wa kuleta competition katika ubingwa, na ameweza kudhihirisha kwamba kwa sasa Young African anaweza kuwa bingwa na kuweza kupata uhakika wa kuweza kushindana na kuendelea mbele zaidi. Lakini pia eneo lingine kwa matokeo haya yanakwenda kumpa zaidi comfortability kocha wa Young African. Kwa matokeo haya pia anakwenda kuipa comfortability benchi zima la ufundi la Yanga, lakini pia kwa matokeo haya yanakwenda kuifanya Young African kuweza kurelax sasa kuelekea katika michezo 15 inayofuata. Kwa sasa tunaona kwamba tayari wameshakuwa wamejiandaa kwenda kukabiliana na Mtibwa Sukari, lakini pia ukiangalia na pressure yao inakuwa imeshashuka, kwa maana ya kwamba kadiri mchezo unavyozidi kucheza na kadiri wanavyozidi kushinda, kwa hiyo ina maana kwamba hiyo itakuwa inazidi kuwaongezea wao confidence ya kuweza kuendelea mbele na kuweza kutangaza ubingwa mapema zaidi, na kitu ambacho hatukutegemea. Tukaona kwamba kwa matokeo ambayo alikuweza kuyapata dhidi ya TRA ingewezekana kuleta ugumu zaidi namna ya kuweza kumpata bingwa, lakini kwa staili hii bingwa anaweza kupatikana mapema zaidi. Yote katika yote naweza kusema ni kwamba Kasari ni mtoro katika darasa la Djigui Diarra analofundisha kuhusiana na goalkeeping. How goalkeeper anatakiwa kuwa. Kasari akiingia darasani aingie na daftari la kuweza kuchukua notes ili aweze kujifunza zaidi. Goli aliyofungwa Kasari ni goli ambalo kwa goalkeeper wa level yake, kwa goalkeeper ambaye ni professional, alikustahili kuwa goli, ili stahili kuweza kuwa hata kona, hata kuweza kuushika moja kwa moja, lakini kwa kuweza kuruhusu kwa goli limekuwa ni goli la fedhea kwa kiwango alichokuwa nacho, lakini pia kwa nafasi aliyokuwa nayo. Tunategemea kwamba goalkeeper kama Kasari anapokuwa anafika katika nchi kama ya Tanzania anakwenda kutengeneza uzoefu kwa watu wengine, lakini pia anakwenda kuwa darasa kwa watu wengine. Lakini kwa goli lile imedhihirisha zaidi kwamba amekuwa ni mtu ambaye hakustahili kuweza kuruhusu goli. Yote katika yote, Simba ameangusha alama 2 siku ya leo dhidi ya Pamba Jiji. Anaendelea kusalia katika nafasi yake ile ile, huku Young African akiwa katika nafasi yake ya juu akiwa amekusanya alama 37. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda. Basi usiache kusubscribe na kucomment na kushare hapa Steam Media kwa ajili ya kuweza kupata habari kemkem za kimichezo hapa ndani ya Steam Media. Hadi wakati mwingine, bye bye.